chama hichi kilikuwa kimeandikishwa kisheria. Lakini serikali ikawa haikipi nafasi ya kufanya shughuli zake kwa uhuru. Sasa ndio sisi baadhi yetu vijana tukaona hakuna njia nyingine isipokuwa kuanzisha tena harakati za chini kwa chini. Sasa ndio kwa bahati mbaya mmoja katika wanaharakati wenzangu wakanisaliti. Alipewa brown envelope. Sasa yeye kwa hakika ndiye alikuwa shahidi mkuu katika kesi yangu. Alipewa na fedha vile vile. Kwa hivyo lakini sina hakika na hilo. Hiyo ni uvumi kusikia tu. Lakini hilo ya kutishwa ni kweli, alitishwa na serikali kwa udhaifu wake akatoboa siri. Welcome to the One Mic Show. Wengi wetu wengi wetu mri zetu wadogo wetu wanajua Kenya ilikuja ikapata vyama vingi mwaka wa 92. Sasa unazungumzia vyama vingi miaka ya 60. Sasa ndio naja huko sasa maana ndio nakwambia kwamba chama hichi kilikuwa kimeandikishwa kisheria. Lakini serikali ikawa haikipi nafasi ya kufanya shughuli zake kwa uhuru. Sasa ndio sisi baadhi yetu vijana tukaona hakuna njia nyingine isipokuwa kuanzisha tena harakati za chini kwa chini. Kwa sababu ilikuwa hata chama kilikuwa hakiruhusiwa hata kufanya mikutano ya hadhara. Viongozi wake wakisumbuliwa kila mara. Sisi vijana kama ilivyo kawaida, vijana damu moto, wasema hapana, hatuwezi kukaa bure. Lazima tutafute njia nyingine ya kuendelea na harakati hizi ya shughuli za chama na kupinga serikali. Sasa tukaanza harakati hizo. Njia moja hapo ambayo tulikuwa tukitumia ilikuwa ni kwa vile chama hakiruhusiwi kufanya mikutano ya hadhara, ikawa njia moja hapo ni kuwasiliana na wanachama kwa kupitia maandishi. Sasa mimi kazi moja hapo niliopewa ilikuwa ni kuandika makala kila mwezi ya kueleza siasa za chama na vile kuikosoa serikali. Kwa hiyo ni kazi rasmi ambayo chama cha KPU. Okay. Sawa. Sasa lakini chama hichi kilidumu kwa miaka 3 tu. Serikali ikakipiga marufuku. Na tangu wakati huo mwaka 1969 Kenya ikawa ni nchi ya chama kimoja. Mpaka 1992 ndio kukaanza tena kukaruhusiwa vyama vingine. Sasa ndio katika shughuli hizo za harakati hizo, harakati za chini kwa chini, kwa hivyo zilikuwa zinafanywa kwa siri. Makaratasi hayo yalikuwa yanaandikwa, haijulikani nani anaandika, haijulikani nani wanayatawanya. Kazi zote zilikuwa zinafanywa kwa siri. Unaona? Sasa hiyo Kenya Twendapi ilikuwa ni pamphlet ya 7. Kwa hivyo kwa miezi 6 tuliweza kuendelea na kazi hii. Sasa ilipochapishwa hiyo Kenya Twendapi ambayo ilikuwa ni ya pamphlet ya 7, mwezi wa 7 huo sasa. Sasa ndio kwa bahati mbaya mmoja katika wanaharakati wenzangu wakanisaliti. Alipewa brown envelope. Sasa yeye kwa hakika ndiye alikuwa shahidi mkuu katika kesi yangu. Kama si yeye, serikali ilikuwa hawana ushahidi kwamba ni mimi ndio naandika Kwa hiyo ilikuwa inaandikwa bila jina ya mwandishi. Ilikuwa jina ambalo tulikuwa tunatumia ilikuwa ni wasiotosheka. Na hilo ni jina ambalo tulipewa na mzee Jomo Kenyatta. Akasema hawa KPU ni watu ambao wasiotosheka. Hawatosheki na mambo yanavyoendelea. Kwa hivyo tukalichukua jina, tukalikubali jina lile. Sasa pamphlet zile tukiandika tukitia jina tu wasiotosheka. Huyu kwa Kiingereza the disgruntled. Huyu aliyekusaliti ni kwamba alishikwa mahali ama alinaswa ama alipokea hongo. Lakini si pengine serikali ilisambaza message kasema yoyote ambaye anajua kuja tutawapatia kitu kidogo. La, haikuwa hivyo. Ni udhaifu wake tu hakika, maana baada ya serikali kujua kwamba na yeye alikuwemo katika harakati hizi, maana alitishwa kwamba asiposhirikiana na serikali na yeye pia atakamatwa. Na baadaye sina hakika, Mungu ndiye ajuaye, lakini baadaye nilipotoka gerezani nikasikia kwamba kumbe vile vile alipewa na fedha vile vile. Kwa hivyo lakini sina hakika na hilo. Hiyo ni uvumi kusikia tu. Lakini hilo ya kutishwa ni kweli, alitishwa na serikali kwa udhaifu wake akatoboa siri. So you know, as he's giving us a story, it's like I'm reading a book and it's just playing out, and I'm imagining and I'm seeing like
how things were, pre-independence, then post-independence, and then people realize, we've moved from one colonial guy to another colonial guy, and we are stuck, and we need to do something. Then they start this pamphlet moving around, and then the usual thing that happens, divide and conquer. You shika one guy, finya nyati house him, and then he starts talking. This is the same script, yawa koloni. Like the same thing that was done to them, now it's been turned around. Yeah, I can't wait. I'm just over here on Tipitos. I'm like, hey, we need to even make a movie out of this. But Very true, by the way. I can't wait, because we are hearing it from somebody who was there. In fact, I was even going to ask him, akona kale ka kipande kake, ile pass. Unakumbuka ile pass mulikuwa mnabeba ile mnatoa. Sasa yeye alikuwa protectorate. Hakuwa colony. Kuna tofauti kubwa, na hiyo ndo kidogo nitaka labda tarudi baadaye ataeleza kidogo. Kwa sababu unajua Wakenya wengi hawajui kwamba kulikuwa na colony ambayo ilikuwa ni kando na protectorate. Sasa Mombasa ilikuwa chini ya sultan wa Zanzibar. Ilikuwa ni milki tofauti. Kina Said. Sasa kulikuwa na mwingine, kulikuwa na yule sultan wa mwisho. Huyo ndo nakumbuka pekee. Said but that's the history I did. Alikuwa mwisho alikuwa ni Jamshid. Jamshid ndo alikuwa sultan wa mwisho kabla ya mapinduzi wa Moshi. So I'm expecting to learn more. The history that I have learned, in fact, some of these things are not in our history books. No. In any way, form or shape. It's almost like somebody took eraser and rubbed everything cut off out. The pages. And yes, actually cut off the pages. And the historians we had who were giving us history books then, James Osogo was a minister. So I was like, okay, this guy is a minister, but he's writing history books, and the history books that we are being given, as you're hearing, there's things that are omitted because you are also a minister under that chap and regime that didn't want you. Anyway, and even Malkiat Singh started writing history. Malkiat Singh ata tusionge. I don't even think that guy existed.